Karibu sana watazamaji wetu wa JTV. Pia tunataka kuwakaribisha wasikilizaji wote wanaoendelea kutusikiza kwa Juda Radio. Tunawatambua watazamaji, wasikilizaji wetu, na tunashukuru Mungu kwa kila mmoja wenu. Nataka pia nikaweze kutambua wale wanaendelea kutufuatilia kwa mitandao za kijamii. Karibuni sana. Tunakuja kwa kipindi kingine mara tena kutoka studios hii ya JTV tukiwa Mlimani wa Maombi. Mahala hapo wapendwa, tunataka kukaingia kwa kipindi mnaipenda, Prayer Circle. Nakumbuka kwamba hii ni kipindi ile inatupatia nafasi ya kuweza kusikiza neno la Mungu na pia kuweza kuomba. Na ninajua kwamba wengi mtabarikiwa mnapoendelea kujumuika nasi na kuendelea nasi hata kwa kipindi hii. Ningependa nikajitambulishe kwenu, majina yangu Apostle Pamela B. Na kwa hiyo nataka nikabishe wenzangu ili tukaweze pia mkaweze kuwatambua, mkaweze kuwajua. Alafu muda si mrefu tunaenda kuingia kwa maombi na kuingia kwa kipindi chetu. Karibu sana mchungaji. Asante sana mtume, naitwa Pastor Wycliffe. Karibu sana ili tuweze kubarikiwa pamoja na neno la Mungu. Amen. Asante Pastor Wycliffe. Praise the Lord viewers. Jina yangu ni Pastor Agnes. Karibu kwa kipindi cha Prayer Circle. Karibu tukasikie sauti ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa watazamaji, ninawasalimu katika jina la Yesu. Ningeomba kwamba mkaweza kukaribia tunapoendelea na kipindi hiki. Bwana wabariki sana. Amen. Asanteni sana watazamaji pamoja na wasikilizaji wote. Ningependa tu nikaweze kuingia tukaweze kufungua kipindi chetu kwa maombi, na mazungumzo yetu ama mafundisho yetu leo tutakuwa tunayatoa kwa kitabu cha Nehemia 5. Lakini kabla hatujasoma, wakati ule unatafuta hiyo Biblia yako, nataka tu tukaweze kwanza tukanyamaze kidogo, tukaweze kuomba ili tukapate mwelekeo na tukapate msaada wa Roho Mtakatifu hata kwa hayo mafundisho na kwa hayo yale tunaenda kujifundisha. Wacha nikakaribishe kila mmoja wetu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Asante Bwana kwa wema wako. Asante Mungu, ni kwa maana kila wakati unakutusanyisha kwa miguu yako. Baba, uko na kitu ya kusema. Tunaomba Roho Mtakatifu kanene na kila mmoja kwa uwazi. Wacha neno hili Bwana ikawe wazi kwa kila mmoja. Na tunaomba mioyo ya watu wako wakasadiki na kukubaliana na neno lako. Na Bwana, wacha mapenzi yako hata yakatimike. Na Bwana, mapenzi yako yakatimie ndani ya maisha ya kila mmoja. Tunakabidhi wasikilizaji wetu wote wa Juda Radio kwa mikono yako. Tunakabidhi Bwana watazamaji wetu wote wa JTV. Pia tunakushukuru kwa sababu ya wote wanaoendelea kutufuatilia kwa mitandao za kijamii. Wacha baraka yako ikawe juu yao na ikawe hata na juu yetu hapa wakati tunaendelea kwa kipindi hii. Kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba na pia tumeamini. Amen. Pastor Wycliffe, naomba ukaweze kusoma kitabu hicho. Tumesema tutakuwa tunazungumzia ama tutakuwa tunaangazia neno la Mungu inayotoka kitabu cha Nehemia. Nehemia 5, na unaweza kusoma mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 5. Alafu kisha tutaweza kusongesha kutoka hapo. Haleluya. Amen. Kitabu cha Nehemia mlango ni wa 5 kuanzia mstari wa kwanza, inasema hivi: ndipo kukatokea kilio kikuu cha watu na wake zao juu ya ndugu zao Wayahudi. Maana walikuwako watu waliosema, sisi na wana wetu na binti zetu tu wengi, na tupate ngano tule tukaishi. Tena walikuwako wengine waliosema, tumeweka rehani mashamba yetu na mizabibu yetu na nyumba zetu tupate ngano kwa sababu ya njaa. Mstari wa 4. Tena walikuwako wengine waliosema, tumekopa fedha ili kulipa kodi ya mfalme kwa kuweka rehani mashamba yetu na mizabibu yetu. Mstari wa 5. Walakini miili yetu ni kama miili ya ndugu zetu, na watoto wetu kama watoto wao. Kumbe mnawatia utumwani wana wetu na binti zetu kuwa watumishi, na baadhi ya binti zetu wamekwisha kutiwa utumwani, wala hatuwezi kujiepusha na hayo, maana watu wengine wana mashamba yetu na mizabibu yetu.
Asante sana Pastor Wycliffe. Watazamaji wetu, hayo tunayaposikia hayo maandiko ama kuyafuatilia kwa karibu sana, unaanza kuangalia kwamba kuna mambo yalikuwa yanaendelea kwa ile kipindi. Kumbuka kwamba hii kitabu cha Nehemia ni kipindi inayoangazia sana Nehemia akirudi Yerusalemu, na Nehemia wapendwa akiwa na mzigo wa kujenga ukuta, na alikuwa na ile moyo ama akiwa na ile mzigo wa kutamani kuona zile ukuta za Yerusalemu zile zilikuwa zimebomolewa, kwamba zimeinuliwa na kwamba zimeregeshwa. Wapendwa watazamaji wetu, inamaanisha nini wakati ukuta ziko chini? Ina maana kwamba adui anaweza kupenya na kapita sehemu yote ile, kwa maana hakuna kinachomzuia. Na kwa hiyo unapoangalia kitabu ile cha Nehemia kutoka ile chapter 1 mpaka chapter 4, inatusaidia kuona ile mipangilio Nehemia aliyaweka na yale makusudi alikuwa nayo. Na kwa hiyo tunapokutana na hapa chapter 5 ya hii kitabu, inashangaza. Maana kuna utofauti ama kuna vile hii Biblia inaanza kutuangazia sehemu ile hapo awali hatukukuwa tumeiona. Kwanza nataka nikaweze kusema, ukiangalia chapter 4 inazungumzia adui wale walijaribu kusimamisha ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wa adui wale walijaribu kusimamisha kazi ya ile ikiendelea kujenga ukuta, wapendwa walikuwa wanatoka nje. Walikuwa wanapata kukabiliana na kina Tobias, na walikuwa wanakabiliana na watu wale walikuwa wanatoka nje, si watu waliokuwa ndani. Hawakuwa wanakabiliana na hali ile ya ndani ya nyumba. Na kwa hiyo watu wa Mungu tunaangalia kwamba wakati ule adui alijaribu kupitia nje ama kupitia watu wa nje. Maandiko inatusaidia kuelewa kwamba Nehemia pamoja na hao waliokuwa wanajenga pamoja waliweza kusitiri. Waliweza kushinda yale majaribu. Na kwa hiyo hapa wapendwa, inaonyesha kwamba wakati adui anatokea nje ni wepesi zaidi kuliko wakati akiwa ndani. Unaanza kuangalia kwamba wale Tobias hawakusimamisha kujenga ukuta. Na wala hawakuzuia ile kazi Mungu alikuwa amekusudia. Lakini hapa angalia chapter 5. Maandiko inaanza kutuonyesha ulalamishi ikawa sasa ndani. Ile hali ya kutoridhika wapendwa ikawa ndani. Na kwa hiyo hapa Mungu anatusaidia kuelewa, wapendwa, sio kila siku shetani ataonekana mpinzani. Saa zingine anafanyika mshirika. Inakuwa rahisi kwake kubomoa kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine sio rahisi kupiga vita ukiwa nje. Unakuja unajiodhoresha. Na mara nyingi sana huwa tunaziona hizi zikitendeka kwa sababu wakati mwingine unapata hata kwa machama unapata wanasiasa wakisema huyo ni mole. Amejisajilisha lakini yeye ni msaliti. Ama yeye ameingia katikati ya viongozi lakini sio moja wapo. Kwa hiyo wapendwa, wakati mwingine adui anakuwa na ujanja. Na kupiga vita ya nje anaweza kuona imemshinda. Na kwa hiyo tahadhari, jua kwamba pia adui anatafutaga mbinu nyingine. Na anaweza kuingia katikati ya watu. Anaweza kuonekana katikati ya hali fulani. Na wapendwa, ukiangalia hapa maandiko inatuonyesha kabisa kwa kitabu cha Nehemia 5 kwamba kujenga ukuta kwa hiyo kipindi ilinyamaza. Watu walikuwa sasa wanasemezana. Na watu walikuwa kila mmoja alikuwa anasema shida yake. Na unajua ukiangalia Pastor Wycliffe, hii ni kama inazungumzia taifa la Kenya. Ukiangalia hii ni kama inazungumzia majira tunayoishi. Sio tu kwa taifa letu la Kenya lakini kwa dunia mzima. Maana hapa maandiko inazungumza habari ya social injustice. Na hapa inaanza kuangazia hali watu walikuwa wanapitia. Msikilizaji, mtazamaji wetu, labda umekuwa ukiangalia na ukitafakari maisha yako. Na labda umekuwa ukiangalia labda uko peke yako na hauoni kama watu wengine wako pale. Angalia Pastor Wycliffe, je, ulijua kama mambo kama hayo yako ndani ya Biblia? Kwamba hivi ndio watu walikuwa wanaongea. Yaani hizi ni kama ile plot tunaishi. Hii ni mambo kabisa ile tunakutana nayo. Mambo ya nyumbani kabisa. Malalamishi ambayo kabisa yapo. Na vile umesema ni kwamba wakati mwingi tunajiadhari na adui wanaotoka nje. Lakini hatujaweza kupambanua na kujua ya kwamba pia adui anaweza toka ndani. Anaweza chagua kutumia mtu ndani. Anaweza chagua kufanya tu mtu tu pale ndani tu, tushafunga milango, tushazuia mahali adui wa kutoka nje wanaweza pitia. Mle ndani ni wachache sana wanaweza elewa kwamba inawezekana pia adui awe anatoka ndani.
Yeah. Sasa ukiangalia maandiko Pastor Agnes inatuambia vile walikuwa wanazungumziana. Na nataka ukapige picha ya kikao nje ya plot. Sasa watu wakaanza kusemezana. Huyu alikuwa anasema, huyu wa kwanza anasema sisi na watoto wetu na waume wetu, sisi ni wengi na hatuna chakula. Hatuna chakula. Sasa ukiangalia malalamiko hayo yalikuwa sana yanahusisha mambo na fedha. Na lisha. Sasa unajua sasa hapa wameingia wametoka kwa kazi. Kwanza wamesahau kazi walikuwa wanafanya kwa sababu the main jambo walikuwa wanafanya ni kujenga ukuta. Lakini sasa macho yao imetoka kwa ukuta, wameangalia shida zao. Na unajua wameanza kuzitoa. Na hiyo ndio swali ya kujiuliza. Je, hali ya kimaisha inaweza kufanya mtu asimamishe ama asisimamishe? Kwa maana unajua mara nyingi sana kama Wakristo huwa tunapuuza mahitaji za kila siku. Na huwa tunaziangalia ni kama zinaweza kuzuilika kiroho. Lakini wapendwa, kukosa chakula ni kitu ya mwili. Maana ukiangalia baba sasa, kwa maana kuna mtu anatutazama, inawezekana huko pale. Na kwa kweli unasema kwani imeandikwa kwa Biblia kuna baba kama mimi alikuwa na watoto wengi? Na walikuwa hawana chakula. Bwana Yesu asifiwe. Hii imeandikwa hapa Biblia, anasema huyu anasema jameni sisi tuko wengi. Mimi niko na watoto wengi, niko na maanko, niko na makazi tunakaa na wao hapa. Nyumba yetu ni ndogo. Na sisi tuko wengi. Tunahitaji kusaidika. Tuangaliwe vizuri. Tuangaliwe. Kumbuka hawa ni watu walikuwa wanajenga. Unaona? Na kwa hiyo wapendwa, nataka nikaseme hivi. Maana kuna macho ama kuna njia ama mtazamo fulani ile tunaamini watu hawapashi kusema shida ile wanapitia. Lakini hapa tunaona kwa Biblia kwamba walikuwa wanaweza kusema. Walifungua mioyo zao. Walifungua mioyo sana. Na niseme hivi, unajua watu wanafikirianga njaa ni kitu kidogo. Watu wanafikirianga kukosa mavazi ni kitu kidogo. Watu wanafikirianga kukosa kazi ni kitu kidogo. Lakini hapa ukiangalia unaona malalamishi imekuja si wakati ambapo ukuta hujajengwa. Malalamishi imekuja wakati ukuta imeshajengwa. Inaendelea kujengwa. Na tunaangalia kila ambacho walikuwa wanalalamika kwacho. Maandiko inasema kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya chakula. Na kwa sababu ya fedha hawangeweza kujimudu, hawangeweza kujikimu. Na kila ambacho pia unaangalia mahali pale, wale watu ambao walikuwa wanafanya wasafe sana, the operation now haiku inatoka kwa akina Sanballat. Sasa kufinyilika haikutoka kwa akina Sanballat. Kufinyilika ilitoka kwa fellow Jews. Wale watu wa ndani. Na ikanipea kuelewa kwamba mpendwa ni rahisi sana Mungu akuepushe na maadui wa nje. Na ukose kuelewa kwamba pia adui wa ndani anaweza akakuletea shida kubwa sana. Kwa sababu walifinyiliwa na the fellow Jews. Na unajua pia sama unaposema hivyo, kwa maana kwa kipindi kirefu unapatana hata na watumishi wa Mungu. Hata wanaotumika kwa madhabahu. Na wanakiendeleza ile kazi, unakuja unapata tatizo ile inakuja kuingia. Ni hayo ya chakula. Ni chakula. Hapa naona mtumishi inawezekana kuwa kukose balance. Ukafanya kazi ukaingia sana kwa ministry ukasahau bado uko wewe bado kwa mwili. Bado hauko unaishi mwili na roho. Kwa sababu hata kama tunatumikia Mungu bado tuko na hii mwili na iko na mahitaji yake. Sasa tukikosa balance utakuwa na shida. Na ni lazima huyu hata atainue hii malalamishi inapotolewa ni kweli. Hii ni haki kwa sababu huwezi fanya kazi na njaa. Kwa hivyo njaa ikiingia ni lazima wage complain. Kwa hivyo kuna sehemu ya kubalance ufanye ile na tena ujue hii sehemu nyingine usikaachilie kwa sababu ni lazima itainuka. Na unajua hii nafasi hii Pastor Wycliffe ukiangalia shetani pia anavuna wengi kupitia mahitaji za kawaida. Maana ukiangalia ile jaribu shetani ama ile pepo alijaribu Yesu alipoenda mlimani kuomba, alimwambia ikiwa kweli wewe ni mwana wa Mungu, badilisha hizi mawe zikuwe mkate.
mkate. Hiyo wapendwa ilikuwa jaribu la kwanza. Provision. Na ukweli kabisa hii ni jambo ambalo ni swala ambalo ni vizuri kuliangalia kwa umakini. Maana limewafanya watu wengi hata kusahau wao ni akina nani. Na ukiangalia pia na ilianza na Esau. Esau alitoka mawindo wa tumbo inaitisha. Lakini sasa akasema I'm ready to give out anything. Bora mimi nipate kitu nikule. Na ukiangalia hii provision kweli imeharibu sana maisha ya watu wengi kwa sababu kuna watu wamesema afadhali wokovu ikae chini kwanza. Nifanye ile kitu ninafanya, nipate ile kitu ninapata. Wengine hata wameachilia ibada kwa sababu aliagizwa kuna kibarua, kuna kazi. Kwa hiyo siku ya ibada. Sasa na unaona sasa tunasema wapendwa si makosa. Si makosa kuyatamka ama kuweza kusema yale yanakuumiza moyo. Maana naamini kabisa kwamba moja hapo ya matatizo tunayokutana nayo kwa majira masiku tunayoishi ni watu wamefinyilia vitu vingi ndani ya mioyo yao. Na wengi wakajiumiza kwa sababu ya kukosa kusema ukweli. Ukiangalia matatizo ya watu hao yalikuwa tofauti lakini yalikuwa the same. Maandiko inasema grupu ya kwanza walisema sisi ni wengi na sisi hatuna chakula. Wengine wakasema sisi hata mashamba zetu na manyumba zetu. Ina maana walikuwa hawa wako na kitu. Ilikuwa kategori ingine. Huyu alikuwa anaangalia kwamba yeye ana kashamba, labda ana mifugo, ana vitu ile anaweza, lakini pia yeye hakukuwa ameepuka. Unajua mara nyingine unaweza kufikiri mtu ule ana gari atakuwa afadhali kuliko mtu ule hana. Sababu mafuta inapanda. Unajua nimeangalia Apostle nikaangalia watu hawa ama kategori ya watu hawa ni nyakati hizi ambazo tunaishi. Kabisa. Kwa sababu number 1 hao watu hawangeweza kunyamazia kile wanapitia. Ukisha songwa na njaa Pastor Wiki. Ukiwa na tatizo la njaa ni tatizo lile ambalo huwezi kwa hakika kunyamazia. Na unaona sasa hawa ilibidi walalamike. Ilibidi wa raise sauti zao waseme bana, hii ndio kitu inatuumiza. Na tunaumizwa kwa sababu unajua vile unasema Sam. Watu wanahitaji kusikia na kujua. Hayo tunasoma iko kitabu cha Nehemia chapter 5. Watu wakisikia kuumia sana hawatanyamaza muda mrefu. Unaona wamefika sasa wanaongea. Hapa kwa kitabu cha Nehemia chapter 5. Na wanazungumzia shida ile wako na chakula. Na ukiangalia mpendwa, ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Psalms chapter 32, ukiendelea pale chini maandiko inasema Daudi anasema ati kwamba nilipoendelea kunyamaza mifupa yangu ilichakaa. Na kwa hivyo hao watu hawangeweza kunyamaza kwa sababu mara nyingi unaponyamazia jambo, hilo jambo linakuwa na ndani. Mara nyingi unaponyamazia kila ambacho unapitia, iwe ni hali katika ndoa, iwe ni hali kwenye maeneo ya kazi, mazingara ya soko, unaponyamazia jambo lolote ambalo unapitia, mara nyingi huwa linakuadhiri. Maana inasema Daudi anasema ati kwamba mifupa yangu ilichakaa. Usiku na mchana nilikosa usingizi. Yaani ina maana kwamba kuna matatizo unaweza pitia mtu wa Mungu unayenisikiza pale. Ukute kwamba number 1 unakosa usingizi. Na unajua wakati unakosa usingizi ni kumaanisha kwamba wakati watu wengine wamepumzika ama wamelala, wewe huwezi lala. Kwa sababu ya kila ambacho kimekusonga. Kwa sababu ya ile hali ambayo uko ndani. Na kwa hivyo hao waliangalia wakaona hapana, hatutanyamaza. Tutasema hatutanyamaza. Na ukiangalia hii kategori ya pili walikuwa wanasema kwamba sisi tumemortgage. Mortgage ni kupeana ile kitu uliye naye. Labda ni shamba, plot, gari, chochote kile ili ugomboe ama upate kitu kingine chakula. Na anasema hii ilikuwa imeletwa na majira ya ukame. Sasa hao ni watu pia
ilikuwa kipindi fulani vitu haikunawiri kama vile kawaida walivyotarajia. na hayo yanatendeka wapendwa, labda uko pale hata umeshajenga ploti yako lakini unapoangalia yale ulitarajia ama kutegemea kupata kutoka mahali pale unaona umekuwa tu na madeni. Yes. Maana ukame ama majira isiyolete furaha ama faida kwa mtu ule anatarajia mavuno imeingia. Na kwa hiyo ukiona vitu zilikutana hapa mengi. Hapa maandiko inasema pia ukame ilihusika ama ilichangia kuwatesa watu. Yes. Wapendwa, tunazungumza kwa kipindi hii na majira hii roho ya ama ugonjwa ule wa corona iko. Na hiyo imeleta ukame. Kiasi ile ikalete shida ama matatizo ya watu wale hawakutarajia. Walikuwa na vineyards. Walikuwa na mabustani, walikuwa na masehemu wangetoa mazao. Lakini hivi sasa hawazitoi. Na wanaweza kusema hatuzitoi kwa sababu ya kitu fulani. Umeona? Na ya tatu ukiangalia Pastor Wycliffe inasema wengine bado. Sasa tunaona watu wako lakini wanapitia hali moja lakini ile hali imekuja kupitia njia tofauti. Viwango tofauti. Huyu sasa wa nne, huyu grupu ya hao wengine watatu wanasema wao shida yao ni ushuru. Wanasema imebidi tuuze shamba zetu, tupeane mashamba zetu, tuchukue mikopo ya kulipa ushuru. Sasa ukishachukua, unajua umechukua mkopo na ujue mkopo iko na interest. Ulipe ushuru. So ukifanya biashara umelipa ushuru. Sasa unaona pia shida ilikuwa inatoka kwa hiyo taifa. Hali nyingine ya tatizo ilikuwa inatoka kwa taifa. Ilikuwa kwa taifa. Wapendwa, tunasoma kitabu cha Nehemia chapter 5. Kwa hiyo hapa sasa ukiangalia inaonekana hao watu kweli ilikuwa na shida, kwa sababu unaona in the three groups hakuna mwenye alikuwa na starehe. Hii ya kwanza wao walikuwa wanalia kwa sababu wa population wameongezeka. Ya pili wako na mali lakini sasa hata hii mali haisaidii. They have mortgage. Wengine wameingia kwa kukopa kwa sababu sasa hata kulipa ushuru imekuwa ngumu. Imekuwa sasa kukopa, na unajua kama unakopa kulipa ushuru hiyo sasa inamaanisha umepoteza ile kitu ulikuwa maana utalipaje hilo? It was na hapa ninapata kuelewa jambo fulani kwamba bado tunahubiri neno la Mungu. Unajua kuna ongea na watazamaji, kuna wengine wanafikiri tumetoka kwa mafundisho. Bado tuko tu kwa neno la Mungu kwa kitabu cha Nehemia chapter number 5. Ukweli kabisa ukiangalia haya ni maisha watu waliishi, na leo tunaweza ishi tukafikiri sisi ni wa kwanza. Kumbe watu wengi wanaishi leo si ya kwanza mambo unayapitia. Kweli kabisa inawezekana tuwe tumewashinda adui wa nje ya nchi. Kabisa tumeshinda kina Sanballat, tumewaweza. Lakini kumbe ndani pia kuna hali ambayo ni ngumu. Ndani pia kuna hali ambayo bado ile utawala ulioko haujali kuhusu watu waliomo ndani. Ndani pia kuna hali ya kufinyiliwa. Na inapelekea watu kuona kwamba hata kama tumeshinda wale adui wa nchi, pia ndani bado kuna shida. Na hiyo ndio hiyo neno inasema. That is what the word is. Na unaona huyu adui, huyu wa ndani hata ako na nguvu kushinda wa nje. Kwa sababu wakati walikuwa wanapigwa na Sanballat na Tobias bado ukuta ilikuwa inaendelea. Lakini sasa mambo imekuwa grounded. Maanisha adui wa ndani ni mkali kuliko yule ako nje. Na huyu ndiye tunahitaji tukue macho kwake. Kwa sababu unaweza kuwa tukisikia kuna adui nje tunatoka tunampiga, maybe tunamweza. Lakini sasa shida ikitokea katikati yetu, nyumba inakuwa na shida. Kanisa inakuwa na shida, nchi inakuwa na shida, hakuna mtu ako na utulivu. Kwa sababu sasa adui anaduka kutoka ndani. Na unaona sasa hao wanasema kwa verse 5 wanasema sisi na watoto wetu ni kama tu watu wengine wa taifa. Lakini sasa sisi unaona wanaangalia we and our children are just like our countrymen and their children. Yet we, sasa sisi si wao, we are subjecting our sons and daughters to slavery. Hiyo ina maana hapa wapendwa kulikuwa na watu kategori tofauti. Kuna watu hii hali haikuwa inawagandamiza kama wengine. Kuna watu walinudhurika zaidi, waliumia zaidi kuliko ya wengine. Na unaona anaendelea kusema some of our daughters are already enslaved.
but we are powerless because our fields and vineyards belong to others. Sasa ukiangalia kwanza anasema watoto wetu, vijana wetu na wadada wetu wameingia kwa utumwa. Na kwa kweli wapendwa, kuna zile vitu zinaweza fanyika kwa mahala. Watu wajipate kwa utumwa. Na moja wapo ya vitu Sam ni hali hizi za kiuchumi. Zisipoangaziwa vizuri, watu wataingia kwa utumwa. Watu wataingia kwa utumwa. Na hivi ndivyo maandiko inatuambia kwa kitabu cha Nehemia chapter 5. Kwamba hao wakawa wanaangalia na kusema hii hali imetumiza. Kwa nini? Kwa sababu hata zile vitu tunazo si zetu. Unajua unaweza kuwa Sam uko na shamba ama uko na plot. Lakini kulingana na ile vitu inahitajika kutoka pale na madeni ile unalipa na ushuru ile unalipa, hiyo shamba si yako. Kabisa. Hata ni rahisi tu kuangalia. Mara nyingi unaweza pata, unaona sasa kama wale wanasema habari za mortgage, wanasema habari za mabinti zao kuchukuliwa mateka. Na unajua mabinti wao, unaona mabinti wanachukuliwa mateka aje? Unajua hiyo ndio ile hali tunazungumziaga kila siku, tunasemanga ile masponsor. Sababu ya shida. Kwa sababu ya shida. Na ukiangalia hii haikukuja kwa sababu ya starehe. Hii ilikuwa kwa sababu ya shida. Na unapoangalia pale, na ni kweli wakati taifa ama shida iko kwa uongozi wa taifa lolote lile, unapata kwamba lazima yule mtu wa kawaida analipia pakubwa sana. Analipia pakubwa sana. Na unaona pale hiyo verse 5 mali umesoma mtume. Anasema, yangu inasema we are of the same race as our fellow Jews. Aren't our children just good as theirs? But we have to make slaves of our children. Yani hawana option nyingine. Unajua kuna vile hali inaweza finya mtu mpaka imemsukuma ikamfikisha kwa ukuta. Inabidi sasa anasalimu amri. Na anasalimu amri kwa sababu ya kile ambacho kimeendelea pale awali. Na lakini kile ambacho tunajaribu kuangalia mahali pale, wakati walikuwa wanaongea mambo haya, hayakuwa ya uongo. Yalikuwa ukweli. Alafu unajua kitu ile ukiangalia, walikuwa na ufahamu tosha. Unajua wakati mwingine wapendwa, tunaweza kuangalia na tukafikiri watu hawajui. Tukafikiri kwamba hawahisi. Lakini watazamaji, wasikilizaji, watu hawajachanganyikiwa. Wanasikia na wanajua. Na wanaelewa. Na wanajua mambo yanapitia. Na unajua mara nyingine tunasema kama Wakristo kwamba hayo hayako kwa marengo ama kwa sehemu ya Wakristo. Hayo tunayasoma, tunayatoa kwa Biblia. Na Mungu alikuwa na sababu kwa nini iliandikwa. Kuna wapendwa vitu zile Mungu pia hayakubaliani nayo. Kuna zile vitu Mungu anakataana nazo. Mapenzi ya Mungu anakataana na hali ile ya watu kufinyilika namna hii. Wacha tukasome verse 6 ili tukapate sura nyingine kwa hayo mazungumzo yale tumeendelea kuyazungumzia. Nafikiri unaweza kutusomea verse 6 tafadhali Pastor Wycliffe. Ukasome verse 6 na ukasome mpaka verse 10. Nafikiri ndio tuweze kusonga kwa haraka. Haya, Nehemia 5 mstari wa 6. Nami nikakasirika sana niliposikia kilio chao na maneno hayo. Ndipo nikafanya shauri na nafsi yangu, nikagombana na wakuu na mashehe. Nikawaambia, mnatoza watu riba, kila mtu ndugu yake. Nikakutanisha mkutano mkubwa ili kushindana nao. Mstari wa 8. Nikawaambia, sisi kwa kadri ya uweza wetu tumewakomboa ndugu zetu Wayahudi waliouzwa kwa makafiri, na ninyi mnataka kuwauza ndugu zenu tena, kuwauza ili sisi tuwanunue. Wakanyamaza kimya, wasiweze kusema neno lolote. Mstari wa 9. Tena nalisema, neno hili mnalolitenda si jema. Je, haiwapasi ninyi kwenda katika kicho cha Mungu wetu kwa sababu ya mashutumu ya makafiri adui zetu? Mstari wa 10. Na mimi pia na mimi pia na ndugu zangu na watumishi wangu
twawakopesha fedha na ngano ili kupata faida. Tafadhali na tuliache jambo hili la riba. Ongeza verse 11. 11. Naomba warudishieni leo hivi mashamba yao na mashamba yao ya mizabibu na mashamba yao ya mizeituni na nyumba zao na lile fungu la 100 la fedha na la ngano na la divai na la mafuta mnalo watoza. Amina. Sasa ukiangalia hapo kitu moja wapendwa, tumesema ni vizuri kuyazungumzia mambo ama hali unapitia. Na ukiangalia hayo yalikuwa mazungumzo ya watu walikuwa na shiriki tatizo ama common problem. Na walikuwa wanazungumziana wakiambiana, lakini zaidi ya kuzungumziana walikuwa wanamwambia Nehemia. Ukiangalia Nehemia ndiye alikuwa anasikiza hayo malalamishi. Na kwa hiyo wapendwa, tujiambie ukweli. Kuna mahala ukipeleka yale mambo ama malalamishi uliyo nayo hautasaidika. Lakini kuna mahala ukipeleka unaweza kusaidika. Yes. Kwa hiyo kumbuka, huyu Nehemia alikuwa ni mtu alikuwa na upendo. Pia alikuwa na mzigo ya watu. Yes. Na ninaamini kabisa alikuwa na ile uongozi mzuri. Maana ukiangalia maandiko inasema kwamba alisikia na akakasirika. Yaani aliposikia, nafikiri sijui kama ile kukasirika alikuwa anashindwa kwa nini wanalalamika. Na wakati mwingine wapendwa, tunaweza kukasirikia watu wakisema hawana chakula. Tunaweza kukasirikia watu tukisikia watoto wao hawana kazi. Tunaweza kukasirikia na kusema wanalalamika. Maana ukiangalia hata Nehemia alisema complaint yao nilikasirika. Lakini tushukuru Mungu, kwa maana ukiangalia verse 7 anasema nilitafakari sana. Alisema I seriously thought about it. Unaona? Yaani alikuja akajirudia na akaanza kuifikiria watu wamesema nini. Unaona? Kwa hiyo wapendwa watazamaji wetu, kile tunajaribu kusema ni nini? Wacha tukaweze kujua mahala tunapeleka matatizo yetu, ndio mahala tunaweza kupokea yale msaada. Mungu ainue wale watu wanaweza kuwasikia watu wanyonge. Mungu ainue wale watu wanaweza kuona kwamba kukosa chakula sio kitu ya kigeni, inawezekana. Maana sio kila mtu, Pastor Sam, anaamini mtu unaweza kosa chakula. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Na unaona hapa Apostle, kuna kitu ambacho nimeangalia nikaona kiliendelea pale. Number 1, Nehemia aliwapatia masikio. Aliwapatia masikio maanake alikuwa na mzigo na watu. Hakuambia endeni muombe. Hakuwatuma nje kama vile wanafunzi wa Yesu walijaribu kuambia Yesu hapana, watumeni warudi kwao. Aliwapatia masikio. Na hiyo inapeana taswira kamili wakati Mungu amekupatia uongozi na amekupatia mzigo wa watu. Wakati Mungu amekupatia moyo wa uongozi, anakupatia responsibility kwa moyo wako ya kuweza kuhakikisha kwamba hao watu utawasikiza. Na hivyo basi unaona Nehemia aliweza kuact. Maandiko inasema aliact. Aliita assembly, akasema alitafuta suluhisho. Ukishasikia matatizo ya watu, jaribu kutafuta suluhisho. Na unajua alisikia vizuri. Na akajua mashida zao zinatokea wapi. Na akaelewa hawa watu si goigoi. Na hawa watu si kwamba hawataki kulipa ushuru. Lakini mahali wamefika udhaifu kubwa. Mahali wamefika unyonge wao imekuwa mzito. Shida zao zimekuwa kubwa. Kwa sababu ya zile mambo walikuwa wanazisema. Maana ukiangalia watu walikuwa wanatoa kwa nini hawana chakula. Sababu hawana chakula. Kikundi cha kwanza unakumbuka walisema sisi hatuwezi kujikimu. Kwa sababu tuko wengi. Chakula ndio shida. Tuko wengi, chakula ni shida. Haitutoshi. Bwana Yesu asifiwe. Tusaidieni ili tukaweze tusife na njaa. Unajua hivyo ndio walisema. Na ukiangalia ile kikosi ya pili wakasema tumeshapeana zile vitu tulizo nazo ili tugharimie ushuru.
Kwa hivyo walikuwa na vitu, walikuwa navyo. Walikuwa na lakini vitu. zikawa zimeenda. Sasa namuona Nehemia alikuwa na hekima ya Mungu. Kwa sababu hii hoja zote zilizoletwa kwanza akatafakari. Unaona wakicomplain wanasema wenye kuwafinyilia ni madugu zao. Sio wa nje, ni madugu zao. Wanauza watoto wao na kumbe kuna watu katikati sasa ya hao Wayahudi wameanza biashara kwa wale wanyonge. Wanawakopesha pesa na wakipata interest. Lakini ukiangalia katika Mungu alipokuwa anaongea na Waisraeli alisema usi exact usury or interest kutoka kwa ndugu yako. Lakini kama unamkopesha without interest. Lakini sasa hapa wanafanya walipe interest. Kwa hiyo wameshafika mahali Pastor Agnes ile sasa kile unahitaji ni kitu cha dharura. Ni kitu kabisa ile unajua isipokuwa upate hizo 1000 hakuna vile unaweza kulisha watoto wameshakaa njaa siku mbili. Unashika pasi unakimbiza kwa Shylock. Unamwambia nipe 1000. Unaenda unajua ana pesa unamwambia nipe tafadhali, anasema lete kitu, unakimbia unalete pasi. Pasi yako ni 7000. Shylock anakupatia 1000. Unajua ghadhabu ya Mungu wapendwa. Hayo ni maandiko tunasoma. Nakumbuka huyu mtu alikuja kwa sababu ana njaa. Si kwamba alikuwa anataka kununua TV. Si kwamba alikuwa anataka kwenda kununua shamba. Ilikuwa ni hitaji ya dharura akimbize mtu hospitali. Ilikuwa ni hitaji ya dharura anunue dawa ya kumpatia ule bwana. Maombi yangu ni tukaweze kurejelea mafundisho ya Biblia. Amen. Maana kuna zile vitu wapendwa tumezisukuma sana. Mungu yeye ni Mungu mwenye haki. Na kwa hiyo hapa wakati ule yeye Nehemia alikuwa anasikia, naamini alikuwa anavaa ile viatu. Ninaamini kabisa Pastor Wycliffe isipokuwa ule kiongozi Mungu ametupatia avae viatu yako hawezi kutembea kwa barabara yako. Bila shaka haitawezekana. Na napata kuelewa hapa kwa sababu kwa maana kumbe inawezekana uwe tu na watu wa kwenu wale watu ambao ni wa upande wenu na bado unyanyaso. Kumbe inawezekana hata kijamii, family moja, yaani ukue tu kwa familia na kuna uwezo ambao ingewezekana usaidike lakini usisaidike. Kwa sababu hali imekuwa ngumu, kumekuwa na ile hali imeleta shida kwa nchi hii. Lakini bado hata serikali ya pale haijaweza kuondoa kodi wala kuipunguza ili watu waliomo ndani waweze kumudu maisha yao. Na sasa hapa hivi ndio tunahitaji, ndio kukahitajika mtu. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya Nehemia, maana alipatikana wakati ule yule ambaye watu wangeweza kumlilia, watu wangeweza kumwambia na akavaa kiatu yao ili angalau aweze kuwa rescue. Maana kabisa kuna watu wanapitia hali ngumu sana, watu wa Mungu. Kuna watu kabisa vile mtume umesema, kuna watu wamepeana binti zao hata wafanye ni wanafunzi lakini sasa wafanyie watu kazi tu ili wapate kitu ya kukula. Kuna wengine ni vijana kabisa wako potential lakini kwa sababu there is nothing, hawana hata school fees, hawana hata nini, wamepeana wachungie watu ng'ombe. Yaani kabisa unapata kuna mambo ambayo yanatendeka ni kwa sababu hakuna ule mtu kama Nehemia anaweza kusikiliza na aseme this is genuine. Lakini kwa nini mnafanywa hivi na kuna uwezekano maisha ibadilike? Alafu unajua Nehemia analeta argument ile nafikiri na sisi vizuri kuisikia. Maana Nehemia anasema watu hao ni watu sisi tumewagomboa. Kumbuka kwamba Nehemia alipokuwa anakuja akaacha kazi yake. Kumbuka alikuwa ni mtu anafanya kwa kifalme. Na akakuja kusaidia watu hao. Kumbuka kwamba ni watu walikuwa pia wameshikwa mateka, ni watu wale mabakshishi. Kwa hiyo alipokuwa anainua ile ukuta, makusudi ya ile ukuta ilikuwa kuzuia adui wa nje. Lakini sasa Nehemia anawaambia watu hao imetugaribu kuwagomboa. Lakini hivi sasa nyinyi tena mnawauza. Alafu tena tuwanunue kutoka kwenu. Yaani biashara imeingia. Na hao watu ni ndugu zao. Sasa anafanya tumekuja kwa kuna utumwa wa kwanza na kuna utumwa wa ndani. Kuna utumwa wa nje na wa ndani. Na sasa unahitaji kugombolewa mara mbili. Alafu hapa hivi Apostle tusaidie. Bwana atusaidie sana. Manake ninaona kiongozi hapa ambaye ana haja ya kushughulika na maisha ya watu.
anasumbuka sana wakati anaona watu wanateseka. Na inagharimu pia Mungu kuinua mtu aina hii ya kwamba anaweza sumbuka wakati anaona mtu anapita kwa matatizo fulani, kwa sababu alichukua hiyo hitaji kama lake, akavaa hizo viatu na akasema, iweje mnaanza kuwatoza ushuru, iweje mnafika, na nyinyi ni ndugu kwa ndugu. Na unaona kwamba wakati alichukua hiyo responsibility, maandiki nasema kwamba, na unajua ilikuwa imefika wakati haikukuwa tu ni taifa inatosha uzuri. Oh yes. Hata watu binafsi. Yes. Hiyo mashailo ilikuwa imezidi sana. Ilikuwa imezidi. Ni kumaanisha kwamba watu, ninaamini Apostle, kuna watu walienda jela kwa sababu ndugu na ndugu amekataa kulipa. Nilimpatia kitu fulani hajaweza kulipa. Na hali kama hii ilipofika ikawa ni hali ya kusononesha sana. Ikawa ni hali ya kugadhabisha sana. Na wakati kiongozi aliinuka ilikuwa afueni kubwa. Na mimi nataka kusema hivi. Wakati mtu amepatikana, kwa sababu watu wanalianga, nikipata mtu nitakuwa mahali fulani. Lakini wakati umepata kiongozi yule ambaye anaweza akakusaidia, number 1 akusikize. Number 2 aelewe ni kwa nini una complain. Unajua watu wamefikiria kucomplain ni ile hali ya kusema sitaki hiyo malalamiko hapa, we nyamaza tu. Yesu ilibidi afike mahali aulize, na Batimayo anaitana kwa sababu gani? So akampatia masikio. Na tunafaa kufika viwango kama hizo, na hata tuweze kuamini Mungu ya kwamba wale watu ambao Mungu anawainua wakuwe ni watu ambao wako kama Nehemia. Ni watu wale ambao number 1 wameweza kuresign kazi yao kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba maisha ya watu inabadilika. Watu hao wa kawaida. Watu wa kawaida. Maisha yao inabadilika. Hawakai kwa viti vyao, wameshuka kukuwa na watu. Oh yes. Na tena quality nyingine naona na Nehemia aliweza kuconfront wale walikuwa wanaleta shida. Akawaambia mbona mfanye hivi? Yeye hakuogopa, yeye hakuficha dhambi. Aliweka wazi akasema haistahili kuwa hivi. Hao ni madugu zetu. Wamekombolewa tena na nyinyi tena mnawarudisha. Tena tuwakomboe tena. Yaani aliconfront issue. Hakuficha na akawafanya. Agnes ilikuwa inaonyesha Nehemia alielewa shida ya hawa watu inatoka kwa fulani. Na kuna zile vitu wapendwa, tuombe Mungu sana atusaidie. Hata kwa hali ya ufisadi. Kwa sababu tujue kwamba kuna mtu anagadamika. Kuna mtu anateseka. Kuna mtu anasikia kufinyiliwa kwa sababu ya vitu fulani zisiposhughulikiwa. Na ndio unaona hapa Nehemia, Pastor Agnes umeisema vizuri kwamba yeye alishughulikia na alijitoa kwa ile hali. Yeye akasema mimi nasaidia hawa watu nikiwagomboa na nyinyi tena mnataka kuwarudisha kwa utumwa. Na akaweka utofauti ya mirengo miwili ya watu walio kwa upande wa kusaidia na wale wako kwa upande wa kuharibu. Na kwa hiyo ninaamini, na unajua maandiko inasema alipoyanena haya, maandiko inasema hakuna mtu alimjibu. Kwa sababu ilikuwa ukweli. Ilikuwa kweli. Unajua ameiconfront. Hakuna, unajua ukweli ushatolewa. Huwezi ficha. Ukweli unakaa kama kisima ya maji. Kisima ya maji ukimwagia, hata umwagie mchanga aje, ile maji bado itatokezea. Kwa hivyo Nehemia alipoiconfront aliweka kwa mwangaza. Kwa hivyo hakuna mtu angeweza kusema sio hivyo, kwa sababu ilikuwa waziwazi. Walikuwa wanawanunua, walikuwa wanafanya hiyo Shylock bila kuhurumia mandugu zao. Kwa hivyo akasema haistahili kuwa hivi. Na unaona anasema he got angry, and I believe this was godly anger. Alipata ile hasira akasema hapana, hii haiwezekani kwa watu ambao ni wateule. Akasema, na unajua maandiko inasema kwamba aliwaambia kwa uwazi kwamba si haki. Na tena maandiko inasema pia akawaambia, na hiyo ni verse 9. Akawaambia, je, hampashi kutembea kwa hofu za Mungu? Hampashi kukuwa na utisho. Hampashi kukuogopa. Na kuna watu kabisa hawana ule utu ama ile sense ya kujali the fear of God. The fear of God. Kujali kwamba yule mtu mwingine maisha yako nayo ni kama yako. Uhai yako nayo ni kama yako. Ni kuna watu ambao hawana hiyo, ile kitu wanajali ni wao and themselves. Them and themselves. Na ukiangalia hapa sasa
hawa walikuwa ni Wayahudi ambao wamekombolewa, wamekuja pale ndani. Lakini sasa baada ya kuja pale ndani, walipopata zile nafasi walipata, ilikuwa platform yao kuwafijilia wengine. Ila wakuweza kuwaruhusu wafurahie ile freedom ambao pia wao wameweza kupata. Na kama vile Pastor Sam amesema, ni vizuri wakati mwingine hofu ya Mungu ikiwa mtu anasahau sana, yani si ati anaondoka kwa ile nafasi yake, lakini haichukui kwamba ni ngazi ya kukanyaga wengine. Lakini pamoja na ile hadi mtu ako nayo, pamoja na ile sifa mtu ako nayo, bado ana ule utu wa kujali hawa wa chini wanaendeleaje. Na unajua walimwambia Nehemia aliwauliza, je, yani hamuna hata hofu ama kumuogopa Mungu kwa mambo yale mnatenda? Kwa nini muweze kufanya ile kudhiaki? Hebu soma usome verse 9 inasema nini kwa Kiswahili? Verse 9. Tena nalisema neno hili, mlilolitenda si jema. Je, haiwapasi ninyi kwenda katika kicho cha Mungu cha Mungu wetu kwa sababu ya mashutumu ya makafiri adui zetu? Sasa ukiangalia Nehemia alikuwa anazungumzia hali moja, mnapaswa kumwogopa Mungu, na ingine mnapaswa kusikitika kwa vicheko ya maadui wale walikuwa wamewateka hapo awali. Na nataka kusema hii wapendwa, kwa sababu ukiangalia bara la Afrika kuna vile kulikuwa na ukoloni na mambo mengi yale yalitimia kwa ile majira. Lakini wapendwa, je, haileti sikitiko wakati wale watu walikuwa wamewagandamiza wanawachekelea leo? Wanawachekelea. Kwa sababu bado sivyo ndio anasema hapa. Yani wao wametoka, lakini nyinyi katikati yenu kumetokezea wakoloni mmekuwa na utumwa zaidi. Unajua Apostle, mahali ambapo kunafaa kukuwa na amani kabisa, amani dhabiti, ni mahali ambapo watu wako kwa umoja. Na inakuwaje mmetolewa kwa utumwa na mnapofika mahali ambapo mnafaa kukuwa na umoja, hiyo umoja ipatikane, hiyo amani ipatikane, kuna ile kugandamiza mmoja baada ya mwingine. Na ndio nimegundua kwa nini Moses alienda mbele za Bwana na akaambia Bwana, akamwambia Mungu, imekuwaje wakati sasa hawa watu ukiwaangamiza hapa jangwani, iwapo utawaangamiza hapa jangwani, je, maadui watasema aje? Si watasema kweli wewe kumbe Mungu ulikuwa na makusudi ya kuwatoa kisha uangamize. Kwa hivyo kama kuna mahali ambapo kunafaa kuwa amemsaidia kugomboa mtu, kisha mtunze ule mtu. Na kwa hivyo nikapata kuelewa kwamba kama kuna mahali ambapo panafaa kupatikana amani zaidi, ni pale kwa hiyo nyumba. Ni pale kwa hiyo nyumba. Hapo mahali mnaishi wewe na mke wako, hapo ndio mahali ambapo amani inafaa kupatikana zaidi. Na unajua inatendeka kwa ndoa, Pastor Sam. Umeenda ukafikiri umemsaidia mtoto wa mtu kwa sababu alikuwa tu amekosa vile kukaa, ukasema acha nimuoe nimpeleke shule. Na hapo sasa ndio unakuja unapata ndio utumwa namba 1 inaingia. Na ukiangalia inatendeka hata kwa makazi. Unakuja unapata shida. Si wapendwa, nimeona kitu moja, Mungu peke yake ndio mkombozi wa kweli. Mungu peke yake, kwa sababu unaona hapa Nehemia anazungumzia mambo yale yako. Wapendwa, tunazungumzia kitabu cha Nehemia 5. Na hii ilikuwa katikati ya ile wakati wanajenga ukuta. Alafu wakapata mambo yameinuka. Na wapendwa, ilikuwa ni mambo yalikuwa yanawaguza kwa maisha ya kawaida. Ilikuwa ni hali ya biashara zao. Ilikuwa ni hali ya chakula, ilikuwa ni kugandamika. Na wapendwa, watu wakawa wanazungumziana kupitia hali ile wanakutana nazo. Lakini hapa Nehemia hatumuoni akisema mimi sitawaongelesha, wacha nikajenge ukuta. Watu wa Mungu, wakati Tobias alimuita Nehemia hakushuka. Lakini wakati watu wakilia kwa sababu ya hali wanapitia, wakilia kwa sababu ya vile wanagandamika kiuchumi, wakilia kwa sababu ya kiasi ya ushuru wanatozwa, wakati wapendwa watu walilia, maandiko inasema Nehemia hakukuwa kwa ukuta, alikuwa anawasikiza. Ilimuhusu. Na maandiko hapa inatuambia pia verse 10, Nehemia analeta utofauti. Anasema mimi nimeshatoa, mimi nimewasaidia watu hao, na hata chakula nimewapatia. Yani analete utofauti ya hivi, ile amehusika kubadilisha maisha ya mtu. Solution imepatikana. Na unajua
Pastor Wycliffe, hata leo tunahitaji viongozi wa kuonyesha utofauti. Yes. Wewe basi haukuwaangaisha watu, ulifanya nini ikuwe tofauti kwao? Hiyo ndio swali. What difference? Unajua watumishi, sijui kwa nini Mungu anataka tuzungumzie hayo. Lazima tuongee hapo. Lazima tuongee kusaidia. Unajua hawa walikuwa wamefanya kitu inaitwa sijui namna gani. Wamewakomboa watu hawa tena wakawaweka kuwa watumwa. Yaani badala ya kuwaondoa kwa ule utumwa wa adui, wawaweke wakuwe free, wakuwe huru. Tena mahali waliwaleta wakawaweka kuwa watumwa. Yes. Na ukiangalia definition ya kile kitu Nehemia anaita utumwa, sio kufungwa mikono, sio kufungwa miguu, sio kuitwa slave, lakini kugandamizwa kiuchumi. Yes. Na unaona sasa ukikaziwa upande wa chakula, umewezwa wakikufinya upande wa kodi na upande wa chakula, sasa kuisha maneno, kwa sababu utajiri wote mtu babu yangu alikuwa anasema utajiri ni mabaki ya tumbo. Ukishakula ukue sawa, sasa ile imebaki ndio utajiri wako. Lakini wewe sema wewe ni tajiri na uko njaa. Sasa hizo walikuwa nasema ukweli. Kwa hivyo ukiona mambo ya chakula haijatiliwa mkazo, ndio kumewekwa uzito sana, yani kufinyiliwa, na mambo ya kodi umewekwa tu kwa utumwa. Alafu unajua Pastor Wycliffe, na kuangalia hayo wapendwa watazamaji wetu, wasikilizaji wale mnaendelea kutufuatia kwa JTV, kwa Juda Radio, na pia wale mnaendelea kusikia hayo mazungumzo kwa JTV. Nashangaa sana kwa maana nayaona hayo kwa kitabu, kwa Biblia takatifu, chapter 5. Na unajua pia kama Wakristo, mara nyingi sana hayo mambo hatutaki kuyaangalia ama kuyaangazia hata kama makanisa. Mara nyingi sana hii ni mambo tunasukumianga huko nyuma na kusema enda omba. Unajua kunahitajika hata mchungaji wa madhabahu ule atasikia watu. Bwana sasa. Yes. Mara nyingi sana Pastor Sam, hizi ni vitu ile hatutaki watu waongelee. Kwa hiyo kiasi ile mtu hana mahali ya kufungua moyo wake, na ni hali anakutana nayo anapitia. Kwa hiyo tunapozungumzia Nehemia tunalete sura ya kiongozi. Na kwa hiyo haijalishi huko kwa masafa gani, wewe unaweza kukua a father in your family. Inawezekana wewe pia ni mzee wa kijiji. Inawezekana pia wewe ni mchungaji. Lakini wacha ukapata ile nafasi ya kukaa kwa ile sehemu na ukasikize ile watu wale wako chini yako wanasema nini. Ni vizuri sana kuwasikiza. Maana unajua Pastor Sam, maandiko inatuzungumzia habari za Rehoboam. Wakati aliingia kwa utawala kwa ile kipindi, ama wakati ule baba yake Suleimani alishaaga. Na maandiko inasema kwamba watu wakamkujia Rehoboam, wakamwambia mfalme, wakati baba yako Suleimani alikuwa anatengeneza ile hekalu, tuliumia sana na gharama ya maisha na ushuru ile tulikuwa tunatozwa. Ni kwa maana baba yako alikuwa anatengeneza hekalu. Lakini hivi sasa hekalu imekamilika Rehoboam. Tunaomba regesha, ama yani regeza hiyo uzito. Kwa sababu ni mzito kwetu. Na unajua Rehoboam, maandiko inasema akaenda akawauliza wazee, na ni vizuri sana kuwa na washauri wazuri. Wazee wa kijiji wale wa viongozi wakamwambia, sikiza vile watu wanakuambia. Lakini sikiza, wasikize. Lakini Rehoboam alikuwa kijana. Kumbuka kwamba alichukua ile utawala kwa ujana. Na maandiko inasema kwamba akaenda kwa vijana rika yake. Akawauliza, wao akamwambia, kaza hiyo mshipi. Kaza. Watoze sasa zaidi. Usiwasikilize. Shikia hapo. Wapendwa, hayo ni maandiko. Ni maandiko. Inatakikana kiongozi anayeweza kuempathize na watu. No, hata kuempathize, you are very right, woman of God. Lakini nataka kusema kila watu wale wanakuwa na kiongozi wanatazamia mtu ule atapunguza ile uzito. Gharama wa makali ya ile wanapitia. Makali ya gharama. Makali gharama kwa family, kwa vitu, yani kulegeza. Ataleta nafuu. Na iko kwa Biblia. Hayo tunazungumzia iko kwa Biblia. Rehoboam alikataa. Na alitafuta ushauri kwa vijana. Na unajua hiyo ndio ikakuwa mgawanyiko wa kwanza wa utawala wa Israeli. Wakati
babu yake Daudi akiongoza Israeli ilikuwa ni taifa moja. Yes. Wakati yeye Suleimani alikuwa anatawala, wapendwa, ilikuwa bado taifa moja. Lakini Rehoboam kwa kukataa Ukaza kamba ikalete shida. Unaona? Na hapa sasa ndio unaangalia hapa huyu Nehemia amekuwa na moyo tofauti na Rehoboam. Yes. Yeye amesikiza. Na pia akaona mahala shida iko. Wapendwa, shida haikuangi mbali na sisi. Hata ukiangalia kwa nyumba yako utapata shida si mbali. Hata ukiangalia kwa hii biashara yako utapata tatizo ile unapitia haiko mbali. Na ile jawabu pia haiko mbali. Yes. Iko karibu na hapo. Kuna solution hata kwa shida inapoonekana. Na kwa hiyo hapa huyu Nehemia anawaongelesha wale watu, anasema tafadhali, mimi hivi ndio mimi nimefanya. Nimewapatia fedha, nimewasaidia. Yes. Wale nimewasaidia. Anasema hata chakula nimewalisha. Lakini pia anaendelea akisema hivi, akasema mimi yeye akasema ile kitu yeye amewafanyizia hawa watu. Anasema mimi nimewasaidia. Akasema kwa hiyo mimi kile ninaomba muache kuwacharge interest. Na kuna kipindi watu wa Mungu interest hizi zinawezekana zikakue shida ya mtu kulipa hata ile mkopo halisi. Yes. Kwa maana unapochukua ukinipatia hii simu na hii simu bei yake ni 5,000. Na wewe sasa uniambie nataka unilipe interest ya 4,000. Sasa deni inakuwa 9,000. Sasa hata ile 5,000 inaanza kuwa shida kuirudisha. Inakuwa shida. Inakuwa tu shida. Unaona? Na sasa mwisho ukikosa kupokea ile pesa yako halisi, umechukua hii simu, utauzia nani kwa hiyo bei? Utauzia nani? Kwa hiyo watu wa Mungu, ninaamini kwamba kuna kitu ile neno la Mungu inataka tusome kwa kitabu cha Nehemia. Yes. Na inawezekana inakuhusu, inanihusu. Ni mazungumzo ya kijamii kwa wakati watu wanahisi kuteseka ama kuumia. Yes. Na hapa sasa unamuona huyu mtumishi wa Mungu Nehemia anawaambia watu, hata hizi shamba mlikuwa mmezishika, muwarudishie. Muwarudishie. Wacha wazilime ili waweze kuwalipa deni zenu. Yes. Maana mkikaa na hayo mashamba bado hayatawasaidia. Imagine vitu za watu ilikuwa imetekwa. Kwa sababu anasema in verse 11, return their fields. Rudisheni mashamba. Anasema pia hata mashamba zao za vineyards, olive trees. Unaona watu walikuwa wamepanda vitu mingi. Yeah. And houses, rudisheni hata manyumba zao. Nyumba zilikuwa zinaenda kupigwa auction zao. Rudisheni haraka hizo vitu. Anasema na hiyo pesa ile mmechukua percent, muwarudishie. Ndio waweze kufanyia kazi hizo vitu na waweze kujikimu kimaisha na waendeleze. Ameleta afueni. Ameleta afueni kwa watu. Na unajua wakati umeleta afueni kwa hawa watu wa kawaida, hawa watu wa chini, unapowapatia afueni, lazima hiyo uongozi yako itadhibitika. Lazima na unajua hivi Sam ni kwa sababu hakukuwa na mahali ya kusukuma hawa watu. There was no place. Juu unaona shamba imeenda, nyumba imeenda, yes, the olive groves imeenda, houses imeenda, na pesa zimeenda. Unajua inatishia sana. Yani hatua ya kufuatia watu hao, hatua ya kufuatia watu hao ilikuwa kweli mbaya. Ilikuwa sasa wamalizike kabisa, because everything now is auctioned. Alichukua mkopo akashikisha shamba, alichukua loan akashikisha shamba, kwamba nitafanya juhudi na hili mkopo nikulipe, kurudi kwa biashara, kodi ndio ile. So ikakuwa ngumu everywhere. Na hii ni hali ambayo pia inatuita kwa nafasi kama hii kurudi kuangalia maisha ya wale watu pia. Wale ambao tumeweza hata kuwakopesha vitu. Kurudi kuangalia ni wewe unamjali ama unajali tu pesa zako. Wewe unajali hao wanadamu ama unajali tu ile kitu unakifanya. Kwa sababu ukiona kweli hao watu kabisa they were now hopeless. Wapendwa watazamaji wetu, hiyo kabisa Pastor Wycliffe umeitoa vizuri. Na kwa sababu ya muda na ninaona muda wetu inaendelea kuyoyoma, ukiangalia maandiko inatuambia kwamba kwa verse 12 hayo ni Nehemia ameshawaambia vitu ya kufanya, lakini they responded, na maandiko inasema walikubaliana na Nehemia. Tuombe Mungu makubaliano kama hayo ya maandiko inasema they responded. Na wakasema we will
return these things and require nothing from them. We will do as you say. Walikubaliana kulegeza ama kulete afueni kwa huyu mtu hakuwa na chakula. Na wapendwa, nataka tukaamini Mungu kwa hayo. Kwamba kwa masikilizo ama kwa yale mazungumzo ya kuhusu mtu yule amefika kiasi ile hana chakula, kuwe na maelewano ya kumletea afueni. Hayo ndio maombi tunahitaji kumuomba Mungu. Ili Mungu akaingie kati. Na ukiangalia wakati walisema kwamba sisi tumekubaliana nawe Nehemia, utaangalia kwa Nehemia, wapendwa, hakuachia hapo. Aliita makuhani. Yes. Unajua wanafikiri walikuwa na siasa wanasema tutafanya. Nehemia hakusimamia hapo. Aliita makuhani. Aliita, hakuachia hapo wapendwa. Kuna vitu haiwachi wangu hapo. Inataka Mungu ahusishwe kikuhani. Yaani hiyo covenants zimewekwa, Mungu aingie kati. Maandiko inasema kwamba hakuachia hapo. Maandiko inasema akashika mavazi yake huyu Nehemia na akazitikisa na akasema wacha Mungu apepete. Amen. Mungu wacha Mungu apepete. Apepete watu kwa nyumba zao, kwa mali zao na kwa wakikosa kutimiza. Yaani wao sasa ndio wapoteze. Wao sasa ndio walale njaa. Wao sasa ndio wakose mashamba. Wao sasa ndio wakose manyumba. Ile kushika tu nguo na kuacha hivi na kusema Mungu wapepete. Hiyo inatuonyesha wapendwa kwamba hao watu walikuwa wanagandamiza wengine, bado Mungu alikuwa ndio amewawezesha wakaendelea kuishi vile walikuwa naishi. Lakini wakafikiri kwamba hao wale hawakukuwa nayo, walikuwa hawana kwa sababu Mungu alikuwa amewahesabia umasikini. Lakini hawakujua kwamba ni kupepetwa tu. Umeshaona nguo unafanyia hivi. Kaskavu unafanyia hivi. Unapepeta. Unajua sijui ukishika handkerchief. Sijui kama inagharimu nguvu kiasi gani kupepeta? Hata Kidogo sana. So unaweza kuangalia, wewe ni kiongozi labda unatusikiza. Na Mungu hapa anatuambia kwamba wakati ule umeweka ile uamuzi ya kuweza kushughulikia watu walio chini, ukawe kiongozi. Inawezekana huko kwa, tumesema viongozi kwa eneo zote, sio tu kwa kisiasa, lakini pia kwa kikanisa na pia hata kwa manyumbani, kwa jamii, ya kushughulikia watu wale unaona wamesikia kugandamika sana. Na tukasema mahala ama uongozo wa kwanza ni kusikiza wanasema nini na kuisikiza kwa umakini. Alafu kisha kama inahitaji wewe usimame katikati na kukua arbitrator ama kukua ule mtu unapatanisha vikundi viwili na kusema nyinyi mnagandamiza hao wacheni na nyinyi mfanye hivi. Ufanye hivyo katika jina la Yesu. Kwa maana kunaye watu wanagandamizwa hata kwa makazi. Unapata watu wameandikwa makazi ya shamba, watu wamegandamizwa, pesa ile wanalipwa pale Pastor Sam. Unaona kabisa ni kudanganywa. Ni unyanyasaji unaendelea pale. Ukiangalia masaa ile wanafanya ni ile unyanyapaa unasema. Unaangalia kabisa ni vitu ile mazungumzo ya hata mzee wa kijiji ingesuluhisha ile mambo. Ingeweza kunyamazisha vitu fulani. Na kwa hiyo hapa unaanza kuangalia kwamba wakati ule wapendwa, inawezekana kwako na mimi tusimamishe oppression. Inawezekana kwako na mimi tukacheze kwa nafasi Mungu ametujalia. Tukaweze kuleta afueni kwa mtu fulani. Kuna watu hata wananyanyaswa kwa manyumba. Wameajiriwa kwa kazi za nyumba. Lakini wako na kilio kama hii kwa kitabu cha Nehemia chapter 5. Wanahisi kabisa tunapika chakula lakini hatukuli. Hii chakula tunaitoa kwa pesa kabisa ikiwa moto. Tunakutana ikiwa baridi, ikiwa inaenda kutupwa. Huwezi onja chumvi kabisa. Kuna unyanyasaji Pastor Sam. Na inatendeka watu wa Mungu, na sisi kama Wakristo iko kwa Biblia. Haiko kwa katiba, iko kwa Biblia. Inawezekana kwa katiba wanaosoma katiba wanajua ya katiba. Lakini hivi tunasoma constitution ya mbinguni. Na iko kwa kitabu cha Nehemia chapter 5. Na ukisoma kutoka close 1 mpaka ile ya mwisho, utapata hiyo neno iko. Na hapa unaona kwamba Nehemia
aliwaelekeza watu kwa njia iliyo sawa. Na akawaambia vitu wasifanye. Na mmoja wapo alikuwa anatetea watu wanaodhulumika. Kiasi ile wamefika hawawezi kujikimu kimaisha kwa sababu ya ile dhuluma ilikuwa inaendelea. Na wapendwa, wao wakasema watafanya. Lakini haikunyamazia hapo. Aliwaita makuhani ili kuweka ile muhuri ya kimungu. Kwamba Mungu na kama hawatatimiza, maana unajua ilikuwa matamshi ya kinywa. Umeshaona kwa nyumba ya mtu unamwambia acha kudhulumu huyu msichana. Mnaongea mnamaliza, anasema nimeacha. Haitakikani kuachiwa hapo. Inatakikana maombi iende kiwango kingine. Iende kiwango Kuhani aingie. Mtu ambiwe ukijaribu kucheza utapepetwa. Unajua watu wengi wao wanabakisha hapo kwa mazungumzo. Na ndio sababu ukishatoka hivi hakuna mtu anafuatilia. Lakini hapo Mungu anafuatilia. Anafuatilia kwa sababu baada ya kukubali walisema hapana, wacha makuhani wakuje. Tuweke rubber stamp kwamba kama hautafanya vile tumesema, basi wewe utarudi kwa position yake. Maana huwezi kumwacha mtu pia aishi maisha ya kulia kila siku. Watu watafika waseme huyu pia analiaga kila siku. Juzi tulikuwa kwa kesi yake na leo bado anasema hana chakula. Wapendwa, kuna mahala Mungu apewe nafasi. Hata kama itabidi kupepeta. Unaona Nehemia kuna kitu alifanya. Alisema, then I summoned the priest and made the noble officials to take an oath. Wachukue kiapo kwamba hiyo watafanya. Na sasa them accountable. Unajua vile unafanya Pastor Agnes, unaita makuhani. Alafu unasema sasa tuingie kwa maombi. Na inakuwa declarations. Na unasema sasa kutoka leo tuombe hivi kwa pamoja. Kutoka leo katika jina la Yesu. Semeni kutoka leo katika jina la Yesu. Sitagandamiza mtu tena. They were held accountable kwa hiyo mambo. So hapo baada ya wao kuweka ile oath, sasa wanaombewa. Nehemia sasa anasema vile kutakuwa. Maana this is a serious thing. It is important in the eyes of God. Wapendwa, it is critical in the eyes of God. Mungu hapendi kuona watu wakikanyangiwa, wakigandamizwa. Hizi vilio wapendwa, ilikuwa kabisa ingeweza kusimamisha ukuta wa Yerusalemu kujengwa. Ina maana inaweza kusimamisha maono ya mtu. Inaweza kukosa kufanikisha kitu fulani ile Mungu alikusudia. Na kwa hiyo wapendwa, jua kwamba Mungu ana haja na mazingira ya kawaida. Mungu ana haja na vile unaendelea kimaisha. Mungu yuko na haja na wale watu unawaongoza aje. Jua kwamba Mungu ana haja, Mungu waangalia. Na yuko na haja na watu wale. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kwa sababu ya muda ama masaa yale yamebakia, wacha tukaweze nikawapatia nafasi mkaweze kusema hiyo weka kwa njia yako. Maana hatuna ile muda wa kuweza. Ukiangalia maandiko inasema the whole assembly said what? Amen. Na amen inamaanisha nini? Alafu they praised the Lord. Then the people did as they promised. Sasa wakamsifu Mungu, maana wamemwachia Mungu kazi. Wakabaki kumsifu Mungu kwamba hayo yatageuka. Na kwa hiyo nataka ukaweze kutupatia mawazo yako ya hayo ya kumalizia. Na pia nitatoa hayo na Pastor Sam utatoa mawazo yako. Agnes atamalizia kutoa mawazo yake akitufungia. Asante sana watumishi wa Mungu. Na kabisa naona hapa walimalizia vizuri. Maana ukipatikana mtu atakayeongea kwa sababu ya watu wengine, inakuwa ni baraka kubwa. Na pia nataka tu kumalizia kusema kwamba kwa nafasi ambayo upo, elewa kwamba ni Mungu amekuweka pale. Si kwa nguvu zako, hata kama umeweka bidii, hata kama umeweka nini, ni Mungu amekusaidia kufika mahali umefika. Yule hajafika pale, usifikiri ana ujinga, hata huenda ana uwezo sana wa kimawazo na wa kufanya kazi. Ni vile Mungu kwa wakati huo amekuruhusu wewe utangulie. Kwa hivyo ni vizuri kutambua hiyo na kutendea watu wema. Kama kuna kitu Mungu anapenda, ni uhusiano wako na wanadamu. Uhusiano wako na wanadamu. Ukitaka Mungu ashuke kwa kiwango cha ghadhabu ama aharibu mambo yako kabisa, ni wakati unaona wanadamu wakiwa si watu na wewe ni mtu zaidi. Naitwa Pastor Wycliffe. Mungu akubariki sana. Amen. Asante sana watazamaji wetu wa JTV pamoja pia na wasikilizaji wetu. Asanteni kwa kuendelea kufuatilia hayo. Inawezekana labda uko pale na labda umeanza kusema kweli mimi nimedhulumika, lakini jua kwamba neno hili ni neno kwetu sisi sote.
Inawezekana wewe ni mama nyumbani. Je, angalia vile unawatunza watu wale Mungu ameweka chini yako. Angalia vile unatunza huyo kijana wa boma. Angalia jinsi unatunza huyo binti anayefanya kazi kwa nyumba yako. Labda wewe ni baba, wewe ni mkurugenzi, unafanya kazi kwa ofisi fulani. Na Mungu akakujalia. Kuna watu wale Mungu amekusaidia kuwaelekeza ama kuweza kuwaongoza. Angalia ile muongozo wako ni aina gani. Inawezekana watu wale wanakaa chini yako wakilia. Je, inawezekana wale watu wanahisi kudhulumika. Inawezekana watu wale wanalilia Mungu akisema tumekosa chakula kwa sababu ya huyu baba. Inawezekana hao watu wamepoteza vitu vyao kwa sababu ya vile unawafanyia. Angalia sana. Inawezekana pia wewe ni mtu Mungu amekusaidia kuajiri watu wengi, na labda Mungu akakupatia ile uweza ya kifedha, na Mungu akakupatia shamba kubwa, labda akakupatia kampuni kubwa, na akakupatia uweza ya kuweza kumiliki utajiri ule. Lakini wacha tukajiulize wapendwa, inawezekana katikati ya kazi ya kwako watu wamepoteza mashamba zao, watu wamepoteza magari zao, watu wamepoteza manyumba zao, watu wamepoteza masaa zao, na hakuna kitu cha faida ile waliona kimaisha. Wanakaa ni kana kwamba hawana ajira. Angalia sana, kwa maana hapa maandiko inatuzungumzia habari ya watu walionekana kuwa na vitu na watu waliendelea kupoteza zile vitu, na walikuwa na sababu. Kwa nini? Ni kwa sababu ya mahala ama sehemu ama mtu fulani alikuwa anaendelea kufanya vile. Kwa maana ninajua kwamba kuna zile organizations Mungu ameziinua na ziko katikati yetu, lakini angalia kwamba hiyo organization haijafanyika chanzo ya kupoteza, haijafanyika chanzo ya kuwadhulumu watu. Kuna watu Mungu amewajalia, mna run organizations, inawezekana mnawakopesha wengine fedha na labda mnawasaidia wengine wakiwa kwa hali fulani. Angalia sana kama ile ushuru una charge inastahili kuchajiwa. Angalia kabisa. Inawezekana pia wewe ni mtu una run biashara, uko na kioski yako. Labda Mungu amekujalia uko na wateja wengi. Lakini sasa kwa sababu ya watu kukopa vitu kwako, ukaongeza ushuru kiasi ile hawaweza kulipa ile deni. Angalia sana. Maana Roho wa Mungu ananenea, anazungumzia mambo hayo. Wapendwa, inawezekana hata ni vitu vidogo vidogo ama vitu zile tunaweza kosa kuziangazia. Kwa mfano, chama. Tunaweza kuwa wamama kwa kikundi ya chama, tukiwa tunakutana ili tukaweze kusaidiana kwa mahitaji za kinyumbani ama kwa mahitaji za kawaida. Lakini angalia, je, sheria za ile chama imewadhulumu watu kiasi ile watu wamekosa urafiki, watu boma zimebomoka, vitu zimeuzwa, vitu zile hazikustahili zikaondoka nyumbani. Watu wa Mungu, angalia haja gani kupitia hiyo chama mtu akapoteza ndoa yake? Haja gani mtu kupitia ile ndoa amepoteza viti alikuwa amezinunua kwa gharama kubwa? Haja gani? Angalia kama zile sheria ni njia ya pia imekuja ikadhulumu zaidi ya kusaidia. Na pia ningependa kusema pia pamoja na viongozi wetu hata wa kiserikali na wa kisiasa, angalia wakati Mungu amekujalia ukasimamia hiyo eneo, ukaitanishwa na hiyo jimbo ama ukaitanishwa na hiyo eneo, watu walio chini yako leo wanasema nini? Je, inawezekana kwamba wanafurahi kwa uongozi wako? Inawezekana wanasema wewe ni Nehemia wetu, unatusikianga wakati tunakuja kwako. Inawezekana unajua malalamishi yao na unajua kilio yao. Na je, umeshughulika kujaribu kulete mapatano? Je, umejaribu kuonekana kwamba wewe ni tofauti na viongozi wengine? Maana tukimwona hapa Nehemia alileta utofauti kwa majira yake. Wapendwa, aliweza kusema mimi hayo sijayafanya. Akasema mimi nimewasaidia watu wao kwa njia hii na ile. Watu wa Mungu, tusijidanganye. Kumbuka kwamba mwisho wa mambo hayo yote Mungu aogopwe, Mungu aheshimike. Kwa maana ni Mungu anapepeta mtu kama vile vazi inaweza kupepetwa. Na hiyo inaonyesha kwamba hakuna mahali umeshikilia. Hata kama uko na vitu vingi sana, hata kama unaonekana uko na umaarufu sana, jua kwamba sehemu Mungu amekujalia ni kama kushikilia tu kanguo. Sijui kama ukiangalia wakati kitu imeshikilia kwa nguo, kama kamdudu kamepanda kwa nguo, mtu aipepete itakaa hapo? Haiwezi. Hivyo ndivyo magorofa zitashuka, hivyo ndivyo utajiri zitaanguka, hivyo ndivyo wapendwa magari zitaondoka. Na kwa hiyo Mungu atusaidie tumuogope. Kila wakati Mungu ametujalia kuwa viongozi na akatupatia eneo, jua kwamba ni heshima kubwa umetunukiwa. Lakini kumbuka, wale watu wako chini yako wanaweza kukuombea ufanikiwe ama labda wakuombee Mungu akumalize. Naomba sana Mungu atusaidie ili watu wafurahie hata uongozi Mungu ametujalia hata kwa makanisa. Majina yangu Apostle Pamela B. Mpaka wakati mwingine wapendwa, Mungu wabariki sana.
Ni baraka kubwa sana, ni baraka kubwa sana tena tunapotamatisha. Yangu ni machache. Je, watu husema wewe ni nani? Watu husema wewe ni nani? Maanake wale watu unaongoza wanaweza toa habari kukuhusu. Yesu akauliza watu kwa hii kijiji wanasemanga mimi ni nani? Jambo la pili ni kwamba machozi ya watu yanaweza yakapepeta vitu zako zote. Usiruhusu unapoongoza watu, unaongoza watu wakiwa na machozi. Tafuta suluhisho katika hiyo hali, tafuta suluhisho kwenye hiyo kampuni. Kuwa mtu wa kusikiza watu unaposikia malalamiko, na maandiko inasema kwamba Mungu alisikia kilio cha Israeli, kilio. Na hivyo basi wacha hili liwe ndio ombi lako kuanzia leo hii, ya kwamba hautaongoza watu kwa hiyo kampuni, hautakuwa nyapara ama yule anaongoza watu wakiwa wanatoa machozi kila wakati. May God bless you. Kwa majina anaitwa Pastor Sam. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kwa hakika hayo mafundisho, pengine wewe uko hapa unasema mimi sio kiongozi, kwa hivyo hiyo mafundisho sio yangu. Lakini hapo tumeona wale watu walikuwa wana complain, walijua wanaenda kucomplain kwa nani. Kwa hivyo uko hapo, wewe pengine sio kiongozi. Kiongozi umesikia sehemu yako, nawe uko na complaints. Tazama ni wapi unapeleka complain zako. Usiwe mtu wa kwenda kuambia huyu na huyu. Peleka complain zako kwa yule mtu anayestahili kuambiwa, kwa sababu tunaona Nehemia alikuwa kiongozi ako na ushauri mwema, alikuwa na kiongozi ako na hekima, alifanya hii, alitoa suluhisho la hii shida kwa njia ya kiungu, na akaitoa kwa njia ambayo ilifanikisha kila mmoja wetu. Kwa hivyo wewe uko hapo, wewe unapeleka malalamisi yako wapi? Unampelekea jirani au unapeleka kwa yule anayestahili kupata ile lalamishi ndio apate suluhisho? Peleka shida zako kwa yule anayestahili. Pengine ni pasta. Unaona pasta pengine kuko na shida. Usiende ukisema pasta anafanya hivi na hivi. Enda kwa yule anayestahili. Enda kwa kiongozi wa kanisa umwambie naona hivi. Na wewe kama ni mshirika mwingine amekuja kwako ameanza kukuambia mambo ya pasta, mwambie hapana, mimi sio niko na suluhisho. Kuna yule ako nayo. Ni kwa sababu Mungu anapenda zote tukakae na amani. Tazama Nehemia alileta amani kwa ile kambi, kwa sababu Mungu anapenda watu ambao wanakaa na amani. Na maandiko inasema where there is unity God commands his blessing. Kwa hivyo tukikuwa na umoja, wewe ujue hii shida sio mimi naweza tatua, kuna yule anaweza itatua. Wacha hiyo shida ipelekewe mwenye kuitatua. Fenye hao watu wote walilia Nehemia, na Nehemia akawa na suluhisho. Wewe ni kiongozi, tafuta suluhisho kutoka kwa Mungu, kwa sababu tunamuona Nehemia alisolve hii shida biblically. Alienda kwa Mungu, aliambia wale watu wacha tumche Mungu, wacha kila mmoja akuwe na ile hali ya kumcha Mungu. Kwa hivyo hili fundisho ni kwa sisi sote. Wacha tukajifundishe na tukachukue hiyo mafundisho kwamba ni sehemu yako, ukafanye lako na mimi nikafanye langu, kiongozi afanye lake na wewe ukafanye lako, na tutaishi kwa amani. Jina yangu ni Pastor Agnes. Wacha tukaombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu ya neno lako. Baba, tumelichukua hili neno kama letu Jehova. Wacha Baba kila mmoja wetu akacheze sehemu yake, ni kwa maana Baba unataka tukaishi kwa amani. Wewe Yesu, you are the Prince of Peace. Baba, tunaomba katika kukaa kwetu, katika kazi zetu, katika uongozi Jehova, wacha watu tukaishi na amani, ni kwa maana Baba unasema katikati yetu mashida haitaisha. Lakini Baba tunapokuja kwako, tunapokukaribia na kukuogopa Jehova, wewe uko na suluhisho letu. Pokea sifa, pokea utukufu. Asante kwa mtumishi wako Nehemia, kwa sababu ametuonyesha jinsi ya kusuluhisha mambo hata katika kanisa, hata katika nchi yetu. Baba, tunaomba viongozi wote Jehova wakalitie jina lako, wakalitie neno lako Jehova, ndiposa wakajue kuleta suluhisho katika jamii, katika nchi yetu, katika kanisa na katika mahali pote. Baba umeweka watu wako. Pokea sifa, pokea utukufu. Wacha hili neno lako Jehova likaingie ndani ya mioyo ya watu wako, wapatie sikio wakasikie sauti yako katika hii neno, ndiposa Baba tukaishi katika amani. Pokea sifa, pokea utukufu, maana Baba umesikia na umetenda. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
Amen, 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 amen. Asanteni sana wasikilizaji wetu Juda Radio, pia asanteni watazamaji pamoja na wengi wale mnaendelea kutufuatilia kwa mitandao zetu za kijamii. Tunashukuru sana hata kwa kipindi hii, na mpaka wakati mwingine tunasema Mungu awabariki sana. Shalom, bye bye, bye bye. Amen.